Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa wana utume wa Radio Maria, kama nilivyosema, tunapohitimisha kipindi chetu cha tafakuri ya leo, tuendelee basi kumtafakari mama huyu ambaye kwayo yeye tunafanya kazi ya chombo kilichowekwa chini ya ulinzi na usimamizi wake Radio Maria. Nichukue nafasi hii kwa mara nyingine tena kuwapongeza kwa kazi nzuri mnazozifanya za kumwinjilisha mwanadamu kupitia chombo hiki adhimu cha Radio Maria. Kazi yenu hakika imetukuka katika taifa letu, na kazi yenu imetukuka katika au kati ya Wakatoliki. Watu wanapenda kusikiliza redio hii, watu wanapata kuinjilishwa. Waheshimiwa wana utume wa Radio Maria, mwanzilishi wa Legio Maria, Legio sio radio, Legio Maria, Bwana Alphonse Lambe, katika kitabu chake cha Legio Maria amepata kuandika kwamba watu hawamjui Bikira Maria. Katika maandiko yake hayo anaonyesha watu kama wangejua nguvu ya mama Bikira Maria, watu wasingeendelea kusongwa, kukabwa na kukandamizwa na matatizo, machungu na maumivu ndani ya mioyo yao. Mama Bikira Maria, kadiri ya Alphonse Lambe, ni mama wa huruma, mama anayesimama kama mama, mama asiyependa watoto wake wapate udhia wa aina yoyote. Lakini anawajaliaje watu kupata nafuu au kupata uweni ya yale yanayowakandamiza? Ni pale tu wanapomkimbilia na kumwomba na kusali. Tusali rozari, ambayo ndio sala inayotuunganisha sisi na maombezi ya mama Bikira Maria. Alphonse Lambe anasema mtu anayetegemea rozari anapata faraja, anapata maombezi matukufu ya mama, na mama akimsimamia mtu katika maombezi, mtu huyu hatakosa chochote. Mimi niliposoma moja maandiko hayo nikajiunga na Legio Maria, na nilijiunga na Legio Maria. Nilikuwa msaliji sana wa rozari na naendelea bado kusali rozari. Nikagundua kwamba nilipata hazina iliyofichika, na nilipata kuigundua kwa sababu ya maandiko hayo ya Alphonse Lambe, kwamba hata katika matatizo makubwa katika masomo yangu na katika nyanja nyingine za maisha ya kawaida, niliposali kwa mama, hakika nilipata faraja na nilipata njia, na pengine nikapata hata namna ama watu kusaidia katika tatizo lile, au Mwenyezi Mungu kuonyesha njia kwa namna nyingine yoyote ile. Nilipata faraja na kujikimbilia kwake. Kila wakati na kila nyakati nilisali pamoja na wanalegio wenzangu, nilisali peke yangu, nilisali kabla ya kuanza chochote. Iwe ninasafiri, nilijiweka chini ya mama Maria. Iwe nafanya jambo gani linalonikabili kubwa, nilijiweka chini ya mama Bikira Maria. Nilipopata machungu, nilipopata wasiwasi na mashaka, nilipojiweka chini ya mama Bikira Maria, nilipata uweni na nikapata njia. Hivi kwa kusoma kitabu cha Alphonse Lambe nilipata kumjua mama Bikira Maria. Sio kwamba sikumjua kabisa, lakini huyu kadiri alivyomweleza mwanzilishi huyu wa Legio Maria alinivuta sana sana sana, nikamfahamu, nikamtegemea na nikapata faraja na nguvu kupitia maombezi ya mama Bikira Maria. Hivyo basi chombo hiki cha Radio Maria ni chombo ambacho ninyi mnaweza kumweleza mama Bikira Maria. Ninashukuru kwamba viko vipindi ambavyo mimi namweleza mama Bikira Maria, lakini kwa kutaja tu Radio Maria tayari namweleza mama huyu ni mama wa Yesu ambaye tunaweza kumtegemea katika maombezi. Vipindi vyenu vya rozari, vipindi vyenu vya tafakari na maandiko matakatifu inawafanya watu pia kumjongea na kumkaribia mama huyu Bikira Maria. Ninyi wenyewe mnaoandaa na kusambaza na kutangaza, tuonyesheni mfano mzuri wa kumkimbilia mama huyu katika kila nyanja. Hakika mtapata faraja isiyokoma katika maisha. Mama Bikira Maria hamwachi mtu yeyote katika maombezi. Kama alivyofanya pale katika harusi ya Kana, mama anaendelea kutusimamia. Wengi wanaomtegemea au wanaotegemea maombezi ya mama Bikira Maria
wanayo shuhuda nyingi mno kupitia faraja na mambo mengine wanayoyapata kupitia Mama Bikira Maria. Nichukue nafasi hii, ninyi ambao ni wa utume wa Radio Maria pamoja na mkurugenzi wenu na stafu mzima pamoja na wengine wote, tumieni nafasi hiyo mliojaliwa na Mwenyezi Mungu, nafasi hiyo mliokabidhiwa na Mama Kanisa, kumweleza mama huyu ili watu wamkimbilie. Wakristo wenzetu wa Lepanto walivyosali rozari dhidi ya majeshi ya haramu waliokuwa wanapigana na wenzetu hao, mama alionyesha njia, wakashinda vita, hata kama silaha zao Wakristo wale zilikuwa dhaifu, lakini kwa nguvu ya Mama Bikira Maria waliyaweza kuyashinda majeshi yale. Hivi pia basi katika maisha yetu tunayo mapambano mengi. Watu wanakata tamaa katika mahusiano ya ndoa, watu wanakata tamaa kwa sababu ya kutokuwa na ajira, watu wengi wanakata tamaa kwa sababu ya maradhi, watu wengi wamekata tamaa na wana matumaini kwa mambo mengi yanayotokea katika taifa na dunia kiujumla. Lakini tukijongea na kumlilia mama huyu, hakika atatupatia ahueni, atatupatia njia, atatupatia yale tunayotarajia na kuyaomba. Ndugu zangu, Mama Bikira Maria hakika hafahamiki. Watu wengi hawafahamu kama Alphonse Lambe anavyosema. Ni swala tu pengine kujua tu kwamba ni mama wa Yesu, lakini nguvu ya mama huyu katika maombezi pengine wengi hawajagundua. Tutumie chombo chetu hiki cha Radio Maria kuonyesha, kuwafundisha na kuelekeza watu wamkimbilie Mama Bikira Maria. Nimekuwa katika nafasi nyingi ninawaambia watu maneno haya kwa sababu nami pia ni shuhuda wa nguvu ya Mama Bikira Maria. Tumwombe Mama Bikira Maria asimamie chombo hiki, awaombee watu wajitoe kama walivyoonyesha, watu wasichoke, wajitoe kwa michango yao ili tupate fedha za kuanzisha na kutanua utume huu katika nchi yetu na katika mazingira ambayo bado haijafika. Tupate fedha za kuendesha kiujumla utendaji wote wa watumishi wanaofanya kazi hizi kwa maombezi ya Mama Bikira Maria. Na mimi naamini jinsi tunavyofanya nao kazi, watu wanavyokuwa na uchungu wa michango, lakini inavyofika bahasha za Radio Maria, wanaona watu wanavyoweza kujitoa, watu wanavyoweza kuchanga bila kujibakiza, wakitumaini maombezi ya Mama Bikira Maria. Tulikuwa na mchango sisi katika jimbo letu mashemazi. Jimbo zima walikadiria tu shilingi 3,200,000 ili kutengeneza au kufanikisha sherehe zile. Kuna parokia zingine hawakuchangia kabisa, ugumu wa watu. Lakini inapokuja swala la bahasha za Radio Maria, unaonja kila mahali watu wanachangia. Ndio maana tunaweza kufikisha lengo na pengine kuzidi. Ni kwa sababu watu wamekwisha anza kuona nguvu ya mama huyu katika maombezi, lakini wanamfahamu kupitia chombo ambacho ninyi mnakihudumia. Baba Mkurugenzi, asante sana kwa utume wako, asante sana kwa ufanisi mkubwa unaofanya na stafu yako, jinsi mnavyoweza kuorganize mambo na jinsi mnavyoweza kupanua utume huu wa Radio Maria. Asanteni sana wafanyakazi kwa jitihada zenu kubwa za kutuhabarisha katika misa mbalimbali, katika matoleo ya maadhimisho mbalimbali. Kupitia chombo hiki cha Radio Maria watu wanapata kusikia, kuelewa, kufundishwa na kuelimishwa na baadaye kumjua mama huyu Bikira Maria. Tusichoke wala tusikatishwe tamaa na madhila mbalimbali yanayotokea. Ndugu zangu, hata mitume walipata madhila mbalimbali. Sisi ni nani tusipate hayo madhila katika utumishi wetu? Hata katika Injili tu mmesikia watu wenye wivu, watu wachonganishi. Kuna watu wachonganishi kila nyakati wanamwendea Yohane, wanachonganisha kwamba bwana wewe, yule ambaye ulimbatiza yule yuko kule anabatiza, na watu wengi ndio wanakwenda na wanafurika kwake. Ule ulikuwa uchonganishi, wala sio upendo. Watu wagombane, mitume hawa wagombane, watu hawa waliokuja kufanya kazi ya Mungu wagombane, kwamba aone kwamba mwenzake sasa amempindua. Ndio ilikuwa lengo hilo. Lakini Yohane kwa unyenyekevu mkubwa anawaambia hapana,
mbona mimi nilishawaambia kwamba mimi nabatiza kwa maji tu, huyu nilikwisha mweleza. Lakini cha ajabu Yohane mwishoni anasema mimi sina budi kupungua, yeye kuzidi. Ni unyenyekevu wa hali ya juu. Je, wewe utakapokuchonganisha na mtu mwingine, mwenzako mwakilishi wa kanda fulani anafanya hivi, utajibu kama Yohane Mbatizaji kwamba huyu hana budi kuzidi, mimi nipungue? Au utaanza kukata tamaa na kuona kwamba pengine mtu fulani anapendelewa, watu fulani wanapendelewa, usijui kufanya nini? Utakapoona pengine mtaa au mkoa fulani au wilaya fulani wamepata chombo cha usafiri, lakini kwako hujapata, na akatokea watu wachonganishe kama hawa, utajibu kama Yohane Mbatizaji? Utajibu majibu gani? Utakata tamaa? Utahuzunika? Utamtukana mkurugenzi? Utalaani kila mtu? Kuna wakati majaribu haya yanabudi kufika, lakini namna tunavyochukulia majaribu ndio utakavyoonyesha ukomavu na imani katika utume wetu. Tukijikabidhi kwa Mama Bikira Maria, hakika kwa maombezi yake tutapata msaada mkubwa, tutapata faraja, tutapata matumaini mapya. Nirudie kuwapongeza tena kwa kazi nzuri mnazozifanya. Muendelee kufanya kazi hizo vizuri tena zaidi na zaidi. Nawapongeza kwa kufikisha utume huu miaka 30 katika nchi yetu. Kuna mengi tumeshuhudia, watu wanashuhudia na umati unawapongeza. Tunawashukuru sana kwa kazi zenu. Tunawaweka chini ya ulinzi wa maombezi Mama Bikira Maria, awaopoe na kila aina ya uchonganishi, aina ya matatizo, aina zote zinazowakatisha tamaa. Tuendelee kulihudumia taifa la Mungu kwa kazi tuliyokabidhiwa ya kuhudumia chombo hiki. Asanteni sana. Mwenyezi Mungu awabarikini sana.